Marekani imegeuka kabisa Umoja wa Ulaya, na ni pale ambapo mataifa hayo yanawaza juu ya pointi 28 za Marekani za kumaliza vita huko nchini Ukraine, huku Marekani ikisema kwamba wazo la kuongeza msaada wa kijeshi kwa Ukraine na kuimarishwa kwa vikwazo dhidi ya Urusi kutaruhusu Kiev kushinda mzozo huo ni uongo na haitowezekana. Hii ni kauli iliyotolewa na makamu wa rais wa Marekani JD Vance, ambaye alieleza hayo. Anasema kuna dhana kwamba watu wa magharibi wanaamini ikiwa tutatoa pesa zaidi, silaha zaidi au vikwazo zaidi, ushindi unakaribia. Amani haitafutwi na haitafanywa na wanadiplomasia walioshindwa au wanasiasa wanaoishi katika nchi ya uongo. Inaweza kufanywa na watu wenye akili wanaoishi katika ulimwengu wa kweli, aliandika kupitia ukurasa wake wa X, akizungumzia haja ya mpango mpya wa Marekani wa kutatua mgogoro wa Ukraine. Marekani inaamini kwamba hadi sasa ni nchi za magharibi ambazo zinasababisha mzozo nchini Ukraine kuendelea, kutokana na kwamba wamekuwa kiunga mkono kwa 100% hata baada ya kuja kwa rais wa Marekani Donald Trump. Kulingana na Vance, kila ukosoaji wa mfumo wa amani ambao utawala unafanyia kazi ama hauelewi mfumo huo au kupotosha ukweli fulani muhimu. Makamu huyo wa rais wa Marekani alisisitiza kuwa mapendekezo yoyote ya suluhisho la mzozo huo lazima yakubalike kwa Urusi na Ukraine na yalenge kupunguza uwezekano wa uhasama mpya. Mnamo tarehe 20 Novemba katika mkutano mjini Kiev, ujumbe wa Marekani ukiongozwa na waziri wa jeshi la Marekani Daniel Driscoll ulimwasilishia Zelensky mpango wa Trump wa kusuluhisha mzozo huo, na kulingana na gazeti la Financial Times, mpango huo wa amani wenye pointi 28 ulioidhinishwa na Trump unatoa wito wa makubaliano makubwa kutoka Kiev. Siku iliyofuata, shirika la habari la Reuters liliripoti kuwa utawala wa Marekani ulitaka Ukraine kutia saini mpango huo ifikapo Novemba 27, ikitishia kusitisha ugavi wa silaha na ugavi wa kijasusi vinginevyo. Katika mkutano wa Baraza la Usalama, rais wa Urusi Vladimir Putin alisema kuwa mpango wa amani wa Marekani wenye pointi 28 unaweza kuunda msingi wa suluhu la amani nchini Ukraine. Lazima maandishi haya tuwajadili kwa undani, rais alidokeza, na anasema anaamini kukisia kwa nini Marekani imeamua kufanya hivyo. Ninaamini sababu ni ile ile, utawala wa Marekani bado haujapata makubaliano ya upande wa Ukraine. Ukraine inapinga, Putin alisisitiza, lakini amesema ikiwa wataendelea kupinga nasi tutaendelea kuwapiga, anasema rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, kauli ambayo imerejelewa na JD Vance wakati akielezea na hata rais wa Marekani Donald Trump kwamba ikiwa Ukraine itakataa, basi Urusi itaendelea kuipiga Ukraine mpaka pale ambapo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atakapoamua kuachana na vita hivyo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati